Jumatatu ya wiki hii tulizungumza na wananchi kuhusu uelewa wao juu ya utambuzi wa noti halali zinazotumika kwa malipo ya huduma na bidhaa, huku wengi wakishindwa kutambua na hata kutofautisha kati ya noti halali na noti bandia. Unajua hizi noti bandia ambazo watu wanakuwa wamekamata nazo, tunasikia kwamba polisi wamekamata watu wana noti bandia. Mimi kwanza nakuwa sizijui. Ninashutukizwa kwamba hizi ni bandia, nashutukia zinakataliwa. Sasa serikali wangeangalia namna ya kuweza kutusaidia hasa sisi wananchi wa kawaida. Jeshi la polisi litembee kwenye vijiwe, sehemu za biashara, za wafanyabiashara, watoe elimu wakiwa pamoja na watumishi wa benki ambao ndo wataalamu wanaojua pesa zaidi, ubora wa pesa ambayo ni ya bandia na pesa ambayo sio halali. Naweza kufahamu kwa kuitizama, maana rangi zinatofautiana. Kama ni bandia inakuwa imepauka. Inatakiwa kuwaelimisha ili kusudi wanapokuwa wanaona pesa wao naiangalia kwa umakini. Sio rahisi sana, maana wakati mwingine tunapokea hizi pesa muda wa usiku, jioni, wakati mwingine una haraka. Kwa hiyo tuseme tu kwamba labda jeshi la polisi labda itoe tu tangazo kwa wananchi kwamba wawe kidogo na tahadhari, yani wawe waangalifu sana. Wananchi hawa wa jiji la Dar es Salaam ambapo tumezungumza nao siku ya Jumatatu kuhusiana na namna wanavyozitambua fedha halali na fedha bandia katika kutazama elimu ya utambuzi wa noti halali zinazotumika kwa ajili ya malipo na bidhaa na huduma. Tunaungana hapa studio na Eric Daniel John ambaye ni afisa wa Benki Kuu kutokea kurugenzi ya usimamizi wa sarafu. Eric, karibu sana. Hapo uko vizuri? Niko vizuri Nashukuru sana. Namna hiyo. Habari jioni. Nzuri kabisa. Karibu sana Crown. Nashukuru sana. Noti halali naitambua vipi? Noti halali naitambua vipi? Nashukuru kwanza kwa ukaribisho wenu na kutualika Benki Kuu kwa ajili ya kushirikiana na nyie kutoa elimu kama sehemu ya taarifa na ufahamu kwa wananchi wetu ili kuongeza ufanisi wa uchumi wetu. Swala lako ni jepesi, lakini natamani ni rudi nyuma kidogo kwamba kwa nini kuna feki, kwa nini kuna halali. Tukianzia hapo na itakuwa rahisi sasa kwa wananchi kupata picha nini hasa ambacho tunakizungumzia hapa. Kwa mujibu wa sheria zetu za nchi yetu, Benki Kuu ndio taasisi pekee iliyopewa haki na wajibu wa kuchapisha na kusambaza noti na sarafu kwa ajili ya matumizi nchini. Kwa hiyo hakuna taasisi nyingine yoyote wala mtu mwingine yoyote mwenye hiyo haki wala wajibu wa kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa anapotokea mtu mwingine anapochukua sasa hiyo kazi ya Benki Kuu na kuchapisha noti na kusambaza, ndipo tunasema sasa alichokitoa yeye ni noti feki, wanasema counterfeit, na ambacho Benki Kuu nakitoa ndio noti halali. Kwa hiyo msingi wa uhalali wa noti kwenye mzunguko ni msingi wa sheria ambayo ni sheria ya Benki Kuu kuanzia ile wanasema sura ya 29 pale 26 utaona mtiririko wote huu. Sasa unaitambuaje noti ambayo ni halali na noti ambayo ni feki? Kwa kawaida tunapenda kuwafahamisha wananchi wetu wafahamu noti iliyo halali. Ukijua sifa za noti halali, maana yake noti feki utaweza kuitambua, si ndio? Moja kwa moja. Sasa noti hizi zinavyochapishwa ni kazi ya kitaalamu sana ambayo inafanywa kwa umakini mkubwa sana ili kuhakikisha kwamba huo wajibu benki uliopewa inaifanya kwa usahihi, na hawa watu wengine ambao wanataka kuharibu mambo ya copy paste, kazi yao inakuwa ngumu kidogo. Kwa hiyo hii ukiliangalia sio karatasi la kawaida. Kwanza siri ya kwanza ya noti yetu ipo kwenye karatasi. Karatasi hili sio kama lako ambalo umeandika vitu vyako vile vitatu. Hapana. Haya kwa material ni material ya pamba. Wenyewe wanaita cotton wazungu. Pamba si tunalima huko mikoani. Kwenye karatasi lako unaandikia. Sasa teknolojia ya kugeuza pamba kuwa karatasi inahitaji teknolojia hali ya juu sana na ni gharama sana, ambayo hiyo ndio inaanza kuwa siri ya kwanza ya utofauti kati ya noti yangu ambayo Benki Kuu inaitoa na ile ambayo inapikwa kwa namna ambazo hazipo. Sasa
zinazofuata hapa tutakazozielezea hapa. Sasa nitatamani wewe unisaidie pamoja hapa tuende kwa utuo kidogo. Hapo unataka kuniumbua sasa Eric. Sasa wewe utanisaidia kwa sababu ukielewa wewe naamini watu wote watakuwa wameelewa. Tumesikia ambacho wamesema wananchi wetu na ambao kwa kweli ndio uelewa wa watu wengi. Cha kwanza nimemwona mama amesema kwamba yeye akishika tu anajua kwamba hii ndio, hii sio. Na najua kuna wengine ambao hawajasema, ila kuna ambao wanasema kwamba nikipewa noti kuna zile tunaziita utambuzi usiofaa, kwamba nitaishika noti kuangalia texture kidogo, nitairusha chini, ikijikunjua halali, isipojikunjua fake. Hiyo hapana. Wengine wanasema kwamba nitachukua noti, tayari kwenye maji nitailoweka, ikitoa maji sio, isipotoa maji yenyewe. Sasa utagundua huyu aliyekunja na huyu aliyeweka kwenye maji ameshaharibu noti yetu. Sasa ni kipi hasa ambacho tunataka watu wakifahamu kwenye noti zetu? Yapo makundi matatu ambayo yanawekwa kwenye noti yetu ili kuipa uimara na uhalali wake. Kundi la kwanza ni alama za kiusalama ambazo zitamsaidia mtu kuzitambua either kwa kuona ama kwa kugusa noti. Kundi la pili ni alama ambazo mtu atazitambua kwa kutumia wino maalum wa rangi hii ya zambarau ama hichi kifaa cha kukuzia maandishi. Kundi la tatu ni alama ambazo hizi zipo ni za mwisho kabisa, ambazo hizi benki kuu anakaa nazo kwa ajili ya usalama wa mwisho ikitokea noti hizi zipo compromised. Sasa kundi la kwanza la alama nimesema za nini? Za kuona na kugusa. Hii najua ni common kwa watu wengi sana. Ukishika noti yako hivi, sasa bahati nzuri ama mbaya tunazungumza, kwa hiyo wewe utanisaidia namna ya kuona. Kwa naomba nikupe noti moja hapa. Wanakuona hapa, wanatazama YouTube wanaona. Sasa wewe nikupe shilingi ngapi? 10,000, 1,000? Nipe 10,000. Wewe uchumi wako mkubwa kidogo. Sio mkubwa. Sasa mbona umenipa hii imeandikwa? Hii ndio ya kufundishia. Sasa hii noti ninayokupa hapa ina sifa zote za noti ambayo unayo kwenye pochi yako. Kwa hiyo alama ya kwanza, na mtu ambaye ananisikiliza hapa, kama hutojali, naomba ushike noti yako yoyote ya shilingi 1,000, 2,000 na 5,000 au 10,000, iweke juu ya mwanga. Uwe mwanga wa jua, uwe mwanga wa saizi jioni itakuwa mwanga taa yako huko ndani wowote. Ukiangalia upande wako ambao noti inakutizama. Noti inakutizama, kama ni 10,000 ni upande wa tembo, kama ni 5,000 ni upande wa kifaru, kama ni 2,000 huu utakuwa ni upande wa simba, na 1,000 ni upande wa Mwalimu Nyerere. Huo upande unaoangalia, upande wa kushoto kabisa, huo upande ambao unaonekana ni mweupe, kuna ukiwa kwenye mwanga utaona kuna sura ya Mwalimu Nyerere. Hii kitaalam yenyewe hii ni watermark. Sasa hii alama ipo kitaalam sana kiasi kwamba ukishika noti yako hivi chini bila mwanga huu hauioni. Kwenye mwanga hiyo alama unaiona. Na chini ya sura ya Mwalimu Nyerere kuna maandishi ama tarakimu ya noti husika. Kama ni 10,000 utaona 10,000, kama ni 5,000 utaona 2,000 mpaka 1,000. Na hapo unapoangalia, ukigeuza noti yako upande wa pili, hilo eneo utaona sura hiyo na tarakimu hizo ambazo zitakuwa zimegeuzwa kidogo. Sasa mtu ambaye anakuwa na noti fake hawezi akapata huu utaalamu wa kuweka hii alama ambayo kwenye mwanga utaiona, lakini ukiweka chini hivi hautaiona. Kwa hiyo ni alama ya kwanza kwenye ile kundi la nini? La kuona. Alama ya pili, hapo ulipoona sura ya Mwalimu Nyerere, juu yake huwa na 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, utaona kuna maneno kama vipande vya maneno hivi viko hapo. Hivi vipande vya maneno ukiweka juu ya mwanga, hivi vipande vinaunganika na kutengeneza tarakimu ya noti husika. Je, umeweza kuona? Naona 10,000. Ukiweka chini unaona kama ni vipande vya maneno. Ukiweka juu unaona imekuwa 10,000. Naomba ushike na 5,000 uone vizuri kwenye noti zote. Sababu wewe leo ndo mwanafunzi wangu. Leo mimi ndo mwanafunzi. Kwa nikiinua hapa naona ile 5,000 kabisa. Huku naona 10,000. Nikiona chini na kwa kama sielewi fulani hivi. Sasa watu ambao wanatengeneza noti bandia, aidha kwa photocopy au kwa namna yote ile, haya maneno kwenye mwanga hayawezi kuwa na muonekano huu ambao hayawezi kuwa na huu muunganiko. Hayana utaalamu huo. Hapa kwa teknolojia hali ya juu sana imefanyika, wino ambao kwenye mwanga una react na kuungana na huu, ila bila mwanga haukai kwa namna hiyo. Hiyo ni alama ya pili. Mpaka hapo hatujakunja noti yetu wala hatujaitia kwenye maji. Finyanga. Sasa alama ya tatu, hapo ulipomwona Mwalimu Nyerere, chini kidogo kuna
ili umbo la pembe nne ambalo wanaita diamond shaped. Mtaniwa radhi Kiswahili hapo si unawekaje, lakini ni pembe nne ambazo zina ncha imeangalia juu. Hiyo pembe nne ndani kuna kivuli ambacho kinashahabiana na noti husika. Hicho kivuli hata chenyewe, wanafunzi wangu umeniwahi umesoma umeenda tuition kabla ya kusoma kwa mwalimu. Sasa hii hauangalii kwenye mwanga juu. Yenyewe unaweka usawa wa kutizama hivi chini. Alafu unageuza noti yako. Kwenye hicho kivuli ndani utaona kuna tarakimu za noti husika ambazo zinakuwa angavu na kufifia kadiri unavyogeuza. I see. Ukigeuza ni kama unaona tarakimu zinabadilika na kuwa angavu zaidi. Kwa hiyo kila noti 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 unaziona. Sasa mpaka hapo mtu anakulipa noti bandia umeshamkamata. Kabisa. Lakini tunaendelea. Kimaliza hiyo alama. Hebu cheki kapo bwana, na wewe uwe mwanafunzi. Maana wewe anapiga muziki hapa. Sije ukalipwa noti fake. Ningetoa mtihani nipate wa kwanza na wa pili. Maana utakuwa wa kwanza peke yako, sasa itakuwa vizuri. Sina imani kama Chiki anaweza kunishinda. Tuone. Sasa alama ya 3 si ndio? Sio ya 4 hiyo. Hii ya 4 ndio. Nashukuru umeweka vizuri zaidi. Alama ya 4, upande huu wa mbele wa noti yako kuna huu mkanda wenye madirisha manne ambao uko upande wa kulia kwa noti kwa noti yako. Madirisha manne. Ambao haya madirisha manne haya ambayo yanashabiana na rangi ya noti husika. Haya madirisha kuna mawimbi hapo. Hii noti ukipeleka kulia na kushoto, haya mawimbi yanacheza na kubadilisha rangi. Ukipeleka hivi kulia na kushoto, haya madirisha haya manne mawimbi yake ni kama yanacheza hivi. Yes, kuna rangi zinahamahama hapo. Kuna kama gold, kuna muda inakuja kama purple kiasi. Kwenye 10,000 hiyo. Kwenye 5,000 na yeye ana rangi zinabadilika. Rangi gani hapo Chiki kwenye 5,000? Kuna kama nini? Sasa wanaume kwenye rangi zitumaliza. Kwa hiyo miwani aliyovaa lazima rangi ya changanya. Zinakuja rangi mbili. Unapata rangi 3 kwenye kila hiyo noti zinakuwa. Kama mimi kwenye shilingi 2,000 yangu hapa na rangi ya dhahabu kidogo na rangi ya kijani kidogo na gold kidogo. Sasa hii alama ni alama ya muhimu sana kwa sababu imetengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu sana ambayo inakupa huu muonekano. Hii sio sticker. Hii ni teknolojia ya hali ya juu sana ya kuchanganya rangi ambazo zina react kadri zinapogeuzwa. Mtu ambaye anataka kukuletea michezo hapa ataweka vitu vya ajabu, itakuwa haichezi hivi, itakuwa kimeganda tu. Kwa hiyo ni rahisi kuona kwamba hapa kuna changamoto. Hizi alama zinawekwa nyingi hivi ili ujiridhishe zote. Uanze na ile ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4. Kwa hiyo unaweza ukapata picha vizuri kwamba hii noti ni alama sio halali. Alama ya 5, ukigeuza noti yako nyuma sasa, kuna kama kistika cha pembe 4, ndani kuna twiga. Tumetumia neno sticker sio la kitaalamu sana. Hii alama inaitwa spark kwa lugha ya kitaalamu. Lakini tunatumia neno pembe 4 twiga kwa sababu ndio tunaliona vizuri. Ndani ya hii alama nyoki ukiangalia, sasa yenyewe peleka juu na chini inabadilika rangi kutoka rangi ya hii ni gold kuja kijani. Gold kuja kijani. Unaiona hiyo alama? Sasa hii alama na yenyewe ni ya kitaalamu sana. Wakifanya michezo yao hapa hawafiki. Kwa hiyo naona kana kichwani unaitunza vizuri. Kuna kijani na kuna gold. Sasa baada ya hilo kundi la alama za kuziona, tumesema hii kundi la kwanza unaweza kuona na kugusa. Noti yako hii ilipo upande wa kushoto kabisa na upande wa kulia kabisa una hivi kama diamond nusu ukivigusa kama vinakuparuza hivi. Kama vinakaupele hivi. Kama vinakuparuza hivi. Kwa hiyo hii zenyewe hizi ni feature ambazo zimeinuka kidogo hapa. Kwa hiyo ukigusa unapata huu feeling ya kwamba inakuparuza. Mtu ambaye ameteza karatasi la kawaida hawezi akapata huu mguso kwa sababu hii nayo ni sehemu ya design toka inapozalishwa. Lakini hata ukigusa hapo mbele ilipoandikwa Benki Kuu ya Tanzania, huo mstari ambao kama katikati yake ukiugusa ni kama pia nakukwaruza hivi. Ndio. Hapa Benki Kuu ya Tanzania, fedha halali kwa malipo ya Tanzania. Hapo katikati kuna mstari umepita kutenganisha Benki Kuu ya Tanzania na fedha halali kwa malipo ya shilingi 10,000. Ukifika hapo hii ni kama inakuparuza hivi. Lakini alama ya muhimu sana kwenye kila noti yetu kuna alama ambazo zinawasaidia wenzetu wenye uono hafifu ili kutambua
ipi ni shilingi 10,000, ipi ni 5,000. Ndio maana huwa si wengine tunabaki tunasema mwenzetu amejuaje. Sasa shika shilingi 10,000 yako. Pale ulipoona sura Mwalimu Nyerere chini kuna V3 zimeangalia juu. V3 zimeangalia juu. Pale kwenye sura Mwalimu Nyerere. 5,000 na V2 na V2 hapa. 2,000 na V1, alafu 1,000 na alama sawa. Wenzetu wenye wana hafifu anahesabu. Akigusa hapa anajua hivi zikiwa 3 anajua 10,000. Zikiwa 2 anajua 5,000. Ikiwa 1 anajua 2,000. Ikiwa sawa anajua 1,000. Na Mungu amejaliwa pia wenzetu kupata huo mguso ambao akigusa yeye anaweza kahisi zaidi vizuri kwa namna hiyo na yale ya mazoea. Na hii ni kati ya maeneo ambayo Benki Kuu wakati wote na kisha kuyaboresha kwa sababu noti ni za watu wote kwa mazingira yoyote yale. Kwa hiyo hata noti ambayo inaendelea kutumika wakati wote inaboreshwa ili hili eneo libaki na uthabiti wake kwa ajili ya utambuzi. Alama nyingine sasa, hili kundi la kwanza tumeweza kulimaliza vizuri. Ambao nimesema hili ni kundi la kuona na kugusa. Ambalo hili kwa mwananchi yoyote tunaamini kwamba akiwa makini, akizifahamu hizi, anaweza kabisa kuepuka kutapeliwa. Tunafahamu watu wengi watu wa sheria, lakini tuna watu wachache ambao kwa kweli wanakuwa sio waaminifu. Kwa hiyo hii michezo inakuwepo kidogo. Kwa hiyo kufahamu ndio msingi wa kwanza wa kuondoa fedha ambazo sio halali. Sasa kundi la pili ni tunasema linahusisha vifaa maalum vya utambuzi wa noti. Na hasa huu tochi ambayo ninayo hapa. Sasa hapa kuna alama kama 3 hivi. Ongelea kwenye mic hapo Eric. Kwenye mic hapa Yaani namkimbilia mwanafunzi wangu mpaka nasahau mic. Sawa. Sasa nitakupa hii kalamu. Nadhani wewe ndo unapata engo nzuri ya kuonyesha. Kamera zetu zinagusa hapa kila engo. Zinanipata mimi vizuri. Mtu yoyote. Kwa hiyo nataka wewe ndo uanze. Geuza upande wa mbele wa noti yako. Ulipomuona Mwalimu Nyerere hapo, mulika hapo. Sogeza kabisa. Usimbinye, wewe kisha wake imewaka. Sogeza. Weka noti yako chini hivi kwenye meza, alafu mulika, sogeza tena zaidi. Alafu toa tena tochi. Mulika hapo. Umeona kuna huo wino wa kijani ambapo umewekwa block figure. Kuna juu kuna namba ya thamani ya noti husika, chini imeandikwa TZS. Ukimpa kiongozi hapa eneo hilo kwenye 5,000 na yeye pia ataona. Mwalimu Nyerere umemwona? Weka chini. Weka chini. Ndio. Sasa hii ndio maana kuna watu wanashangaa hapa. Huko kuna nani? Hapo. Watu wanashangaa nimeenda dukani kwa duka la jua nimekuta kuna mtu ana tube light hivi ya blue anapitisha pale pesa. Yaani sio yaani taa ukiweka sehemu nyingine haionyeshi. Ila hapa tu ndio inaonyesha hii miale. Alafu ukimulika kwenye surface, kwenye uso wa noti yako yote, upande wa mbele na upande wa nyuma, kuna nyuzi za rangi 3 ya blue, nyekundu na kijani ambazo zinaitwa fibers, ambazo zenyewe hizi zinaongeza alama hiyo. Hizi sio kwa bahati mbaya, hizo ni maksudi kabisa, sio kwamba huyu alisikuza kuprint. Ukimulika hapa utaziona hizo nyuzi vizuri kabisa, na hata ukiwa mbali unaziona vizuri kabisa. Nashukuru wanafunzi wangu, wewe maksi zako zinazidi kuongezeka kabisa. Alafu upande wa nyuma kwa noti yako, eneo ambalo kuna kama ni 10,000 jengo la Benki Kuu, kama ni 5,000 kuna huo mtambo wa madini, kama ni 2,000 hilo jengo la kale. Ukimulika hapo katikati utaona kuna wino wa blue tena kama ule uliona kule mwanzoni ambao upo. Bila tochi hauoni. Kiweka unaona. Hapa mimi naona kama una njano. Kama kuna njano sio blue. Kijani samaki. Bwana chiki. Sasa wanaume kwenye rangi tusilaumiwe. Hiyo ni kijani. Ukimulika hapa unaona. Umulika 1,000 hii uone vizuri zile rangi zinavyotokea hapa. Umeona Na pattern zimekaa design nzuri sana. Careful craft kwa sababu noti pia hii ni alama yetu ni tunu yetu. Wanapokuja wageni, mambo ya kwanza kuyatumia kwetu pamoja na mambo mengine kuyaona ni fedha zetu. Ndio maana hizi noti zetu kiziangalia, kuna tembo pale, kuna kifaru pale, hao ni wanyama wetu. Kiangalia huku nyuma unaona kuna jengo la Benki Kuu, kuna mtambo wa madini tunayojivunia, kuna jengo la kale, kuna nembo ya taifa. Kwa unaona hii ni ya kwetu. Ndio maana huwa tunaumia sana na sio vizuri tunapoona mtu anachukua hii noti na kuikanyaga chini au kumtunza mtu
alafu hapo kuna champagne imemwagika chini, noti inakuwa imeharibika. Kwa hiyo ile kundi la pili ni la muhimu sana watu waende kulifahamu. Sasa asante. Hiyo elimu bwana, nadhani watu wengi sasa wameipata. Hizi taa zinapatikana hardware. Ni taa ni mwanga wote wa hii rangi. Hii rangi gani? Madamu. Kijani. Lakini ni kama ina mwanga ni mwanga wa au ni LED. Ni mwanga wa zambarau. Si ndio wengine sisi wanaume tunasema wa blue sababu ndo rangi zote si ni blue na nyekundu tunazitambua. Lakini mwanga unapatikana kwenye maduka ya hardware yote. Hizi taa mwanga wote wenye hii rangi hata kama mwananchi anayo atautumia. Lakini kama tumsisitizo kwamba lile kundi la kwanza lile la kuona ile alama ya Nyerere kwenye kivuli juu, ile maandishi ambayo yanaunganika, hii maandishi manne ambayo yana mawimbi, hii alama ya nyuma, hii spark ya huku nyuma, hizi alama zinatosha kabisa wewe mwananchi kutofautisha. Kwa sababu utaniuliza kwamba nipo sokoni, nimepewa 200,000, tochi saa ngapi? Shika noti yako moja wao kwenye mwanga, Mwalimu Nyerere huyu hapa. Juu yake maandishi yameunganika. Nikiangalia hivi mkanda umeenda sawa. Nikifanya hivi tayari nimeona alama zote. Na nimeshajua kwamba hapa kuna mazingira ambayo sio sawa. Sasa vipi kama ameweka katikati, amenichanganyia halali na fake? Ndio umakini huo wa kujikagua. Ndio maana maeneo mengi haya ya sekta ya fedha, aidha ni benki ama wenzetu wenye huduma za kutoa fedha mitandao hii ya simu, atakwambia hesabu mwenyewe kabla hujaondoka. Kwenye kuhesabu inaambatana na kitu kinaitwa kuhakiki. Kwamba ile 200,000 niliotoa si hela yako umetoa, unawahi wapi kiongozi? Dakika moja tu mimi hapa nikifanya hivi kwenye mwanga ni sekunde ngapi nimetumia? Unashinda nazo hizo kila siku Eric. Mimi na wewe nashinda nazo kila siku. Wewe. Kila mtu anashinda na fedha hapo. Mmoja 1,000 mpaka 10,000 kila mtu anashinda nazo. Lakini ni mazoea. Muda mwingine mimi huwa mtu akinilipa nazishika alafu unapiga ile mkwara unaweka kwenye mwanga hivi. Uongee naye unaangalia kidogo afu unaigeuza. Ukiona jasho la mtoka mtu ujue hapo unajua tayari. Kwa sababu anasema kwa hiyo sasa kuna ile mtu anatumia fedha halali lakini imetumika kwa muda mrefu. Ndio. Inaweza kupoteza uhalali wake kwa sababu imechakaa? Hapana. Noti na sarafu zinatengenezwa kwa ajili ya matumizi ya wakati wote. Na noti inapochoka kwa sababu ya matumizi, sheria zimewekwa na taratibu zimewekwa kwamba mwenye huo uhitaji anapaswa kwenda kwenye benki ya biashara na kubadilishiwa noti hiyo ambayo anakuwa nayo. Na kwa bahati mbaya hapa wengi wetu taarifa hizi wanakuwa hawazipati ama ni uoga wetu. Wanaingia wale wadau wale watu tunanunua tunafanyaje, ambao wenyewe wanapita mitaani 10,000 ananunua kwa namna anachukua yeye, alafu anakwenda tu benki anabadilishiwa kama vile hela zake zilikuwa ndani. Kwa sababu tunasema ukiwa nayo wewe hela imechoka, nenda benki kwa biashara, kama mimi na shilingi 20,000 weka kwenye akaunti yangu. Au na kama sina account naomba nibadilishie, utapewa fedha yako kwa ajili ya matumizi yako. Kwa wale wanaonunua fedha wachakavu wanakuwa wanatupiga mtaani kwa sababu ya kutokujua. Na basi tunasema namna kuzuia hilo ni kutoa taarifa sahihi na watu wapate taarifa sahihi. Kuna sheria yote inawabana hao wanaonunua fedha chakavu? Fedha haiuzwi. Fedha haiuzwi. Lakini ni kazi ambayo sisi tunaamini itaondoka kwa watu kwa taarifa sahihi. Nikishijua mimi kwamba unanichezea sikupi noti yangu. Hao watu hawapo tena. Kuna watu wako vijijini Eric, na elimu muhimu kama hii hawaipati, labda hawana TV, hawana redio, mitandao pia network shida, wanapataje elimu muhimu kama hii? Nashukuru sana. Swali lako ni zuri la msingi sana. Kama nimeweza mwanzoni, Benki Kuu tumesema ina wajibu wa kuchapisha na kusambaza noti. Benki Kuu ikichapisha noti na kuzisambaza bila kutoa elimu, inakuwa haijafika mwisho wa kazi yake ya msingi. Kwa hiyo kila siku Benki Kuu inatumia majukwaa kama haya kutoa elimu kwa wananchi. Siku moja nadhani kwa bahati mbaya bahati nzuri utanikuta sehemu kijijini huko, nipo sokoni, sijavaa koti ile, nimevaa t-shirt na ongea na sauti kwa nguvu. Kwa hiyo Benki Kuu inatumia majukwaa mbalimbali, TV, redio, inapita minadani, inakwenda shuleni, inakwenda kwa watu mbalimbali kisha kwamba hii taarifa kila mtu anakuwa nayo, kwa sababu hakuna mtu ambaye atumii fedha. Lakini tunawaomba ndugu zetu, hii kazi ni ya kila mmoja wetu. Unapenda kusalimia nyumbani, nenda na hiyo, wape hii elimu, tupeane, kwa sababu hii kazi haitaisha leo. Ni endelevu, ni ya kila siku, ni uelewa wa kila siku. Yes. Nikitazama noti hii hapa, umetaja alama nyingi Eric. Lakini kuna saini ya waziri wa fedha. Ndio. Sasa swali langu ni kwamba
akibadilishwa ama amehamishwa wizara na tayari labda kuna noti nyingine lukuki tu zimeshachapishwa na waziri wa fedha amebadilishwa, inakuwaje? Noti zinachapishwa kwa mujibu wa taratibu zilizopo. Na kwa taratibu inamaanisha ni kwamba ni kama vile ambavyo wewe una replace kile ambacho unatoa huduma. Kwa hiyo ni hivi, hizi noti zinatengenezwa, zinachapishwa na kwa mujibu huo au taratibu huo wa kuchapishwa, kiongozi ambaye yuko madarakani, kuna sahihi hapo ya waziri wa fedha na sahihi ya governor, atasaini chapisho husika ambalo litasambazwa likisubiri cycle nyingine ya uchapishaji. Kwa hiyo trigger sio mabadiliko ya viongozi. Trigger ni mchakato, cycle ya kuchapisha noti. Kwa hiyo kama kiongozi atakuwepo madarakani wakati chapisho hilo limejirudia, ataendelea kusaini. Kama atakuwa mbadilika na vikaambatana sasa na hilo chapisho, basi atasaini. Kwa hiyo sio lazima kila kiongozi atasaini, lakini ni kutokana na uwiano kati ya mzunguko na nafasi yake wakati huo. Na BOT mnakuwa mnatoa taarifa kwamba msiwe na wasiwasi, hata kama waziri wa fedha amebadilishwa, endeleeni tu kutumia mpaka mzunguko unaofuata, sivyo? Kabisa. Na hiyo sio kwa bahati mbaya. Kwa maana nasema taarifa ni muhimu sana. Benki Kuu inapotoa chapisho jipya huwa inatoa tangazo kwenye gazeti la serikali kwamba tarehe fulani tumechapisha noti zetu na zinafanana hivi. Hii noti ambayo umeiona hapo kwa mara ya kwanza ni toleo la mwaka 2010 ambao likachapishwa tena 2015, likachapishwa tena 2019 na juzi kama nilivyoona litangazwa na mheshimiwa governor kwamba limetoa toleo lingine mwaka jana mwezi wa pili, pia likali limekuwa kwenye mzunguko. Kwa hiyo kwa vipindi vyote hivyo ambaye atakutwa kwenye ofisi ndiye ambaye ataweka sahihi yake hapo. Sawa sawa. My Residence Management anajiita hivyo kwenye channel yetu ya YouTube, anasema amefua pesa zake na zimefutika zikawa karatasi. Amefua kwenye mashine na hana hamu. Mtu akipata tatizo kama hili inakuwaje? Hasara yake ama nazo anaweza kupeleka benki? Swali zuri. Narudi pale kwenye tuna haki ya kwenda benki ya biashara kuomba kubadilishwa fedha. Ila bahati nzuri haki inaambatana na wajibu. Sasa wajibu ni upi? Kuna sifa zimeainishwa ili niweze kubadilisha hii noti. Jambo la kwanza, hii noti lazima uharibifu wake usio umezidi 25%. Kwa at least 75% noti iwepo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba uharibifu unaofanyia kwenye noti yako, kama ni kuchanika kwa bahati mbaya, kama ni wadudu wetu waharibifu wamepita hapo, wasija wakawa wamekula nusu ya noti. Kwa sababu kuna hatari ambayo unapowasilisha kipande cha noti nusu kubadilishiwe, kuna mwingine ambaye atakuwa na nusu, sasa itakuwa ni michezo fulani. Kwa lazima ule uharibifu wa 25% ili angalau tujue noti iliyoharibika ni moja. Lakini la pili ni muhimu kwa vigezo vya sasa hivi, angalau sahihi za viongozi zionekane, lakini angalau ni muhimu ni lazima noti yako iwe halali. Sasa noti ambayo imeharibika kwa kiasi cha kushindwa kutambulika, ugumu utakuwa kuja kuibadilisha. Kama anasema inakuwa haionekani, maana yake tulivyosema hapa vile vyote, umwangalia Mwalimu Nyerere, hivi vipande, hizi alama maana yake pia hazipo. Kwa ni muhimu huo uharibifu utaangaliwa, aende benki ya biashara, wataangalia kwamba hii inakidhi vigezo ambavyo wao wanavyo, alafu kama inakidhi maana yake itabadilishiwa. Wala sio muoga, ukikaa nalo ni la kwako, si ndio? Kwa kama una hiyo la kwako basi lipeleke upate utaalamu kwamba hizi zinapokelewa ama hizi ni changamoto. Kwa hiyo pole sana kwake, sababu tunaelewa, lakini tunasisitiza watu wasikae sana fedha nyingi ndani. Mambo kama hayo, kuna changamoto ya hali ya hewa, uharibifu, uharibifu, kuna panya na nini. Kwa hiyo kupunguza hizi hasara, tutumie miundombinu ambayo ipo, akaunti za benki, akiba, tulisema pale amana, kutumia mitandao hii ya simu. Siku hizi kuna uwekezaji mbalimbali, vitu mbalimbali tunawekeza, Benki Kuu ina bondi, kuna soko letu la mitaji lipo. Kwa hiyo kuna vyanzo vingi kuliko kukaa ndani ambazo ikitokea kama hiyo, kwa kweli inaumiza. Sawa sawa. Ngoni Baba Shop anasema leo amepata elimu nzuri sana ya kutambua fedha. Asante sana Kasri, na kushukuru pia kwa kutusikiliza. Kama alivyosema Eric, ukienda nyumbani Ngoni basi na wewe wape elimu, kwa sababu ni jukumu la kila mmoja. Eric, nimepewa fedha feki na nimeitambua kama ambavyo umenifundisha leo. Nafanya nini? Busara ikulinde na ikuongoze.
Sababu jambo la kwanza, ukilipwa fedha feki, utakapoamua kuhamisha hasara isiyo ya kwako, na wewe utakao umeingia kwenye mfumo. Nimepewa 10,000 feki, lakini sitaki kukubali kwamba nimeibiwa. Nataka mimi nilipe, nimpe mtu mwingine hasara na mimi nitakuwa nimeshiriki kusambaza noti ambayo ni feki. Kwa ukishagundua sasa, kama uko unamtumiwa, kama uko mwenyewe, toa taarifa mamlaka zinazohusika. Na watu ambao wanahusika kwenye hili moja kwa moja ni wenzetu vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu huo ni uhalifu kama nilivyoelezea, wao wanatusaidia. Usitamani, hilo la msingi sana, kuondoa ile hasara. Kama umeshalipa, ufika nyumbani umegundua noti feki, surrender kwenye benki ya biashara ama kituo cha polisi. Wao wataanzia hapo kufuatilia hizi noti zimetokea wapi. Benki inafanya kazi kubwa sana kujua hizi noti ambazo ziko sio halali zinatokea wapi, ni generation ipi, kwa ajili ya kujua source zinapotokea. Kwa hiyo toa taarifa. Kama ni benki, ipeleke jamani noti feki, isarende. Wao tuna miongozo tumeshawapa, tutaleta kwetu, tutazifanyia kazi. Kwani kipeleka fedha feki benki, wananifanyia replacement? Hapana. Wanakusaidia kuichukua ili isikuletee shida nyumbani. Kwa sababu fikiria hivi, umelipwa fedha feki 10,000, umeweka nyumbani, amechukua mtoto wako, amesi ni fedha halali, au mtu nyumbani yoyote ameenda kuitumia, watu wamempiga kwa barabarani. Sema tatizo hilo. Kwa hiyo usikae nayo mfukoni kwako, la nyumbani itakuletea matatizo tu. Na itakuletea tamaa ambazo hukuwahi kuzifikiria katika maisha yako. Nashukuru. Okay, leo wakati najiandaa kuja kufanya hiki kipindi na wewe, ndio mtu mmoja akaniambia siku hizi kuna baadhi ya sarafu zimeadimika kama shilingi 500, na mimi ika-click. Mimi naacha 500 chenchi sehemu nyingi. Nakwambia unazo nyingi. Sio ninazo nyingi, yani nataka kulipa, ananiambia 500 dada sina. Anamwambia pole. Sasa pole basi tu nenda nayo. Ama unakuta kuna muda nimechelewa kazini, natamani kuichukua, lakini sasa mpaka nianze kuzunguka naye, sijui akanunue maji ama kaombe chenchi, na kuwa napoteza time. Sasa uhaba wa baadhi ya sarafu ama baadhi ya noti unatokana na nini? Nashukuru. So lako ni nzuri sana, la muhimu sana kwa watu tuweze kulielewa kwa pamoja. Sasa tuanze na kwa nini tuna sarafu kwenye mzunguko. Sarafu lengo lake sio kwa ajili ya kufanya malipo makubwa. Sarafu kazi yake kubwa ni kwa ajili ya change. Sarafu hizi ni kununulia vitu vya bei ndogo ama kurudishwa kama change. Kama nafanya malipo ya shilingi 10,000, nikitaka kulipa shilingi 9,500, basi nipate 500 ama 200 au 100. Kwa hiyo hii sio kwa ajili ya kwenda kununulia kiwanja, si ndio? Sasa kuna changamoto, na sio kwetu tu, namna ya matumizi na uhifadhi wa sarafu. Wewe nikienda kwenye mwendo kasi, ukatoa shilingi 1,000, ukapata 350, kurudi nyumbani, kesho asubuhi hautaamka na ile hela ya jana, utaamka na 1,000 nyingine. Kwa kuna changamoto ya matumizi ya sarafu. Wengi hatupendi ziwe mfukoni mwetu, si ndio? Tunataka ukishalipwa zile sarafu zijikusanye ziwe noti kwa namna ambayo haipo. Kwa hiyo moja ni allocation ya hizo sarafu zetu. Kwa maana kwamba unakuta uwiano. Utashangaa ukienda kwenye daladala 200 hauna, ila kwenye mashine ya dubu unaikuta. Si ndio? Kwa vile vipaumbele. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba change zipo, benki inasambaza change katika maeneo yote kupitia benki za biashara. Kwa hiyo kama ni mfanya biashara ambaye unahitaji noti ama unahitaji sarafu kama shilingi 1,000 ile ambazo ni za chini, nenda kwa benki yako ya biashara, atakubadilishia. Na sio lazima uwe na account kwenye benki husika. Kwa hiyo sarafu zipo. Ni kama ninavyoelezea, ni hivi vipaumbele na mazoea yetu ya kutembea na sarafu. Mwingine anasema sina change mfukoni, kina nyumbani kwenye kibubu chake ana kama shilingi kadhaa za 50 au 100. Kwenye gari, kwenye dashboard pale utakuta mtu ana sarafu kibao zimejaa pale. Kwa zile tunawashauri watu wazitoe. Kama utakumbuka mwaka juzi mwanzoni, Benki Kuu ilitoa tangazo ikiwahimiza wananchi wale ambao wana sarafu nyumbani wazipeleke benki za biashara au Benki Kuu, watapewa noti. Tulipata sarafu nyingi sana. Mtu anasema mimi naona uvivu kutembea nazo. Kwa hiyo tunawasihi watu, ukipata sarafu chenchi, itumie kama chenchi, vitu vidogo tumia sarafu ili ule mzunguko izunguke. Fedha haina faida kama kila mtu akishikilia kwenye mfuko wake. Yes. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba
sarafu zimeadimika kwenye mzunguko, kumbe tumezifungia ndani. Sarafu tunazo. Noti na sarafu zipo kwa ujazi. Kama nimesema mwanzo, Benki Kuu imepewa haki ya kuchapisha na kusambaza, lakini haki inaambatana na wajibu. Kwa hiyo tuna wajibu siku zote kuhakikisha kwamba kwenye mzunguko kuna ujazi wa fedha za kutosha kwa uwiano ambao unatakiwa. Ndio maana nikasema na mimi nakupa changamoto wewe, kesho nenda kwenye benki ya biashara, benki yako yoyote ambayo inakuhudumia, kaombe change. Alafu jioni kija hapa utawapa ripoti wananchi kama jana mimi nimeenda benki A na shilingi 10,000 kuomba 200 milioni 100 nikapata au sijapata. Lakini tunawasi wananchi kwenye biashara za daladala, biashara za kuuza maji au zote hizo ndogo ndogo, waende maeneo hao watapata huduma nzuri na kupata change. Nitaenda CRDB kesho na nitakuja kutoa majibu hapa. My Residence Management anasema amepata majibu, asante sana, na anasema saini ziko kwa mbali. Na kweli inabidi tuwe makini kwenye kuifahamu noti yetu. Mimi nikwambia ukweli Eric, kuna alama sijawahi kuzizingatia kwenye fedha. Ila leo ulivyosema, kwa kuwa tumeenda hatua kwa hatua, imebidi niwe makini sana. Kwa kweli zimekaa vizuri. Na nadhani kuna haja kabisa mahususi ya kuwa na mijadala kama hii mara nyingi, ili jamii iweze kuelewa vitu vingi kuhusiana na fedha zetu. Ndio. Muda unatupa mkono. Niambie kuhusu kupanga fedha, manake unakuta mwingine anapanga 500 ziko chini, buku ziko, yani amechanganya. Napangaje fedha zangu kwenye pochi ama wallet? Manake unasema ni tunu ya taifa. Na mimi natamani nimalizie hapo. Nashukuru sana umeweka vizuri. Tuna wajibu kama wananchi wa kutunza fedha zetu. Hizi fedha ni kwa ajili ya matumizi yangu mimi na wewe. Nikifanya kazi, nikilipo mshahara, ile fedha ni kwa ajili ya matumizi yangu, si ndio? Na haki ya kununua shati, kununua kinywaji, ama kujenga nyumba. Lakini kwenye hii noti ambayo nimelipwa, sina haki ya kusema sasa nimelipwa 100,000 na ichana yote nyumbani. Ndiyo, thamani ni yangu. Ile karatasi sio la kwangu. Ile karatasi ni kwa ajili ya malipo yangu kuja kwako na mambo kama hayo. Kwa hiyo noti zitunzwe kwa umakini. Tumesema hii ni pamba. Pamba ukiweka kwenye unyevunyevu, kaweka kwenye maji, ukashika na mkaa kidogo, ikapata vumbi la maeneo yetu ya mjini hapa, hauna noti tena. Kabisa. Na mzigo unabaki kwa Benki Kuu wa kuchapisha zingine kureplace hizi. Na gharama hiyo ni ya kwangu mimi na wewe kwenye hizi tunazoita kodi zetu. Kwa hiyo tujipunguzie mzigo, ile kipaumbele sasa cha kuchapisha hizi noti ziende katika maeneo mengine. Kwa hiyo kwenye koti lako, kwenye wallet yako, kwenye pochi yako, mimi noti yangu nikitoa, mbona ilivyonyoka? Kwa sababu nainyoosha wakati wote kwenye koti. Unayangana poenda hiyo imepotea hiyo. Hapo kwenye mfuko wa koti kwenye koti. Kwenye wallet. Kwa hiyo mafundi nao inatakiwa wazingatie urefu wa mifuko, sivyo? Wanazingatia sana. Wako vizuri. Kwenye wallet yako, pochi yako weka vizuri. Kuna ambao wako kwenye vitabu vya dini vile wanyosha vizuri. Notebook waweke. Kama ni kwenye wallet, usikunje zaidi ya mara moja. Kwa sababu nikikunja mara moja, mara mbili, nikifanya hivyo mara mbili, mara tatu, tayari ni hatari. Mama zetu wale kwenda sokoni, kimpa shilingi 2,000 anaichukua kwenye kanga, alafu unakunja lile pindo la shilingi. Inakuwa noti kidogo. Sasa kiitoa pale, akimpa mwingine na akikunja hivyo mara ya tatu, noti hiyo haipo. Na wale wanaoweka vifuani, hao umesema wewe, mimi nashukuru umewaona. Sababu uko unapoweka hilo joto la mwili, jasho lile, ukiitoa sasa sio ungwana. Unalipia kutokea huko. Alafu ukichanganya jasho lile, ukatia na mkaa kidogo, ukaikunja na pindo la kanga, nieleze hapo noti unayo? Tayari ni changamoto. Kwa hiyo tuitunze, ishi maisha yake marefu yaliyokusudiwa, baadaye inapofikia mwisho tuite ni kile natural death, kifo ambacho ni cha kawaida, hata si wadamu tunakipata, lakini sio cha maksudi. Muda kweli umetutupa, Mathias atanuia radhi. Uligusia jambo moja muhimu sana, kwamba upo kwenye sherehe, umemtunza mtu na champagne zikamwagika na vitu kama hivyo. Lakini kuna muda inaweza kuwa hakuna champagne, ila tu kuna ule utunzaji ambao unaambatana na fujo, mtu kakurushia usoni, sikarusha wapi na wapi na wapi. Nilisikia tangazo kipindi fulani, kulikuwa na katazo kwamba watu wasitunze kwa mtindo ule, lakini kama saizi umeanza kurudi hivi, katazo linaendelea. Nashukuru sana umelisema ile, kwa sababu kama nimesema mwanzoni, hii elimu ni ya kila siku. Uliona baada ya elimu kidogo watu wakabadilika, wakaacha. Lakini saizi tumerudi kwenye default mode. Kwa hiyo elimu kila siku, lakini haifai kutunza kwa namna hiyo. Kama ni kumpa mtu zawadi, mpe kwenye bahasha, toa. Sisi ambao watu imani kidogo, toa sadaka yako, weka kwenye bahasha, ifikishe. Kuna sisi tunaamini kwamba mkono usione, kwa unachukua 10,000 yangu ninaikunja vizuri, alafu kwenye bahasha pia haitaonekana. Kwa hiyo kutunza haifai kwa staili hiyo.
maua kutoboa pia bado kataza ule ni endelevu. Kwa hiyo na bahati mbaya sana ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo ile kupanga siku hizi kwenye maua ile unakuta imepangwa hivi kwenye hilo box la ua lako weka bahasha, weka ile ndani ipeleke. Sasa unajua saa hizi mitandao, mambo ya digitali hiki sema ndio hivyo, tunafunga zawadi ndo anataka lile libotiki sasa lionekane, pesa ziwe kama ndo ua sasa. Tunaharibu fedha zetu wenyewe na bahati mbaya watu wanachukuliwa sheria. Kuna adhabu yoyote mtu akifanya hivyo? Adhabu ipo, yes. Adhabu yake ni nini, labda utukumbushe? Bali funga hapa karibu, utachukua muda wako, lakini adhabu ipo na mamlaka ziko macho. Na wengi ambao wanafanya hivyo na kesi ambazo zimekuwa public, ambazo hazijana public, huwa zinakwenda mahakamani. Na hiyo nasema kwa taratibu kwa sababu hatupendi. Ni hatua ya mwisho kabisa ambayo inaondoka kwa elimu tu. Kwa hiyo fedha yako itumie kwa matumizi yaliyokusudiwa. Haya mengine ya mbwembwe mara nyingi hayaishi sehemu nzuri. Jambo la furaha linageuka kuwa changamoto. Kwa hiyo kama ni zawadi kwa mwenzako, kama ni kumtunza mtu, basi iwe kwa mazingira ambayo wewe au mwenzako atapata shida kwenye namna kama hizo. Eric, asante sana. Umetupa elimu nzuri sana na tunaomba usituchoke mara zote. Hata kama sio wewe, lakini kuja ni mara nyingi bwana. Sawa sawa. Crown Media. Hapa ni nyumbani.